Yesu asifiwe sana, mwana Mungu, na kila sababu ya kumshukuru Mungu kwa ajili ya neema na kibali anachoendelea kutupa kila siku itapo leo. Lakini pia naendelea kukushukuru wewe ambaye unatufuatilia kupitia YouTube channel yetu Hekima Ministry. Mungu akubariki na azidi kukuimarisha zaidi. Na katika siku hii ya leo Mungu ametupa kichwa cha somo kinachosema jifunze kuwashukuru watu waliokusaidia kuvuka hatua fulani katika maisha yako. Jifunze kuwashukuru watu waliokusaidia kuvuka hatua fulani katika maisha yako. Mstari utakao tuongoza natoka katika kitabu cha Isaya 43 na mstari wa 4. Neno la Mungu linasema, kwa kuwa ulikuwa wa thamani machoni pangu na mwenye kuheshimiwa, nami nimekupenda. Kwa sababu hiyo nitatoa watu kwa ajili yako na kabila za watu kwa ajili ya maisha yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Always Mungu huwa anatutumia watu ambao kupitia hao watu wanatusaidia kwenye kutupush, kwenye kutusukuma au kwenye kupiga hatua kwenye kile kitu ambacho Mungu amekiweka ndani yetu. Ukisoma maneno haya Mungu kwenye kitabu cha Isaya anasema kwamba kwa sababu ulikuwa wa thamani machoni pangu na mwenye kuheshimiwa. Hasa kipi kinachosababisha Mungu akuletee hao watu? Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu anakuletea hao watu kwa sababu ya kitu cha thamani kilichomo ndani yako. Anakuletea hao watu kwa sababu ya kile kitu kilichokufanya wewe kuweza kuheshimiwa na Mungu. Kwa sababu ndani yako wewe kuna kitu kikubwa ambacho Mungu aliimpact. Ndani yako wewe ni umebeba utatuzi juu ya tatizo fulani. Bwana Yesu asifiwe sana. Hasa kile kitu kilichomo ndani yako ndicho kinachosimama au kinachosaidia wewe kuweza kuwavuta hao aina ya watu ambao wanakuja kukusaidia. Na ndio maana unaweza ukaona ya kwamba unaweza ukawa una kipawa au una kipaji ndani yako na haujaanza kukifanya. Na kama hujaanza kukifanya, ina maana kwamba ni vigumu sana kuweza kupata aina fulani ya watu, kwa sababu wengi wanavuta kutokana na kile ulicho nacho. Lakini baada tu ya kuanza kukitumia kile kipawa au kalama iliyoko ndani yako, ghafla unaanza kushangaa kwamba kuna aina ya watu ambao wameanza kuja kwenye maisha yako. Unaanza hata kujiuliza pia na kusema kwamba hao watu imekuwaje? Mbona zamani hawakuwepo? Sio kwamba hawakuwepo, lakini ni kwa sababu ulikuwa bado haujaanza kukitumia kile ambacho Mungu amekiweka ndani yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Asa Mungu huwa anamtenda kututumia watu ambao hao watu wanatusaidia sisi kuweza kufikia yale maono ambayo Mungu ametupa. Wanatusupport kwenye kulitenda kusudi ambalo Mungu ametupa. Asa watu wa namna hii hapo, kuna namna ambavyo unatakiwa uwatunze. Unahitaji hekima ya kuweza kuwatunza hao watu ambao Mungu amekupa. Na ndio maana Mungu huwa anatupatia watu ambao hao watu wanatusaidia kufika kwenye hatima yetu. Huyo mtu anaweza akawa ni anakushauri, lakini pia anaweza akawa labda ni mwenzi wako, anaweza akawa ni rafiki yako, anaweza akawa ni mfanyakazi mwenzako, lakini kuna namna ambavyo anakupushi wewe kwenye kuitenda ile kazi ambayo Mungu amekupa. Anakusaidia wewe kwenye kutimiliza kile kitu ambacho Mungu amekupa kukifanya. Asa ili kuweza kuwakipu watu wa namna hii kwenye maisha yako, ni lazima uwe na hekima ambayo itakusaidia kuweza kuwaweka watu kwenye maisha yako. Itakusaidia kuweza kuwafanya watu waendelee kudumu kwenye maisha yako, ili uendelee kumuona Mungu, ili uendelee kufanya kile kitu ambacho Mungu amekupa kukifanya. Bwana Yesu asifiwe sana. Asa na problem huwa inakuja pale ambapo tunapata watu wa aina mbili, kwa sababu kwenye hao watu ambao Mungu huwa anawaleta, kumbuka shetani huwa na mtindo wa kufanya copy. So kuna wakati unatakiwa unaletewa watu ambao unajua kabisa kwamba mtu kweli amekuja na lengo la kukusaidia, amekuja kweli na lengo la kumekwambia kwamba natamani ufike kiwango fulani, natamani ufike sehemu fulani. Sasa hautatushirikiana naye kwa sababu anataka kushirikiana na wewe, wala hautaungana na huyo mtu kufanya naye kitu fulani kwa sababu amesema tu kwamba ana nia ya kunisaidia. Lakini lazima ujifunze kumuuliza Mungu kwamba juu ya aina ya watu, kwamba je, Mungu, huyu mtu aliyenifuata natamani kufanya kazi na mimi. Huyu mtu aliyenifuata natamani tushirikiane. Huyu mtu amenifuata ameniambia kwamba anataka anisaidie niweze kufika sehemu fulani. Je, ni wa kusudi lako? Ni mtu ambaye ni wewe umemtuma au ni shetani amemtuma? Kwa sababu Mungu anamtuma mtu ili akusaidie wewe kuweza kwenda ngazi nyingine, kuweza kwenda hatua nyingine kwenye kile alichokiweka ndani yako. Lakini lengo la shetani anapokuletea mtu, anakuletea mtu atakayesababisha wewe uweze kuharibikiwa. Anakuletea mtu ambaye atakaye kufanya wewe ushindwe kufanya kile kitu ambacho Mungu amekifanya. So Mungu anatafuta kukusaidia, lakini shetani anatafuta ili kuangusha na ili mapenzi ya Mungu yasitimie kwenye kile kitu Mungu ambacho amekupa kukifanya. Bwana Yesu asifiwe sana. Asa
hawa watu ambao wanakusaidia, kwa lugha nyingine tunaweza tukasema ni wasaidizi wa hatima. Hawa unakuta wako tayari kutoa nguvu zao, wako tayari kutumia mali zao, wako tayari kutumia muda wao, wako tayari kutumia vitu vyao ili kukufanya wewe uweze kufanikiwa, kwa sababu kupitia kutimiza kwako wewe kusudi lako, na ndio kutimiza kwao kusudi lao. Kwa wanatimiza kusudi lao kupitia wewe, wakati huo wao unatimiza na wewe na wao wanatimiza kupitia kukusaidia wewe hapo. So huyo mtu anaweza akawa hana uwezo kukusaidia pesa, lakini ana uwezo wa kukusaidia mawazo, au anaweza akawa hana uwezo wa kukufikisha pale ambapo unatakiwa kufika, lakini ana connection na watu ambao wana uwezo wa kukusaidia kufika pale ambapo unataka kufika. Bwana Yesu asifiwe sana. So usije ukasema kwamba mimi huyo sio msaidizi wangu wa hatima kwa sababu labda hajawahi kunipatia pesa ya kunisaidia labda kufika kufanya jambo fulani, au hajawahi labda kunipa kitu ambacho kinanisaidia kufika sehemu fulani, lakini leo hajakupa pesa, lakini huyo mtu alikuunganisha na watu fulani. Huyo mtu hajakupa pesa, lakini huyo mtu alikushauri. Bwana Yesu asifiwe sana, na kupitia ushauri wake ukakufanikisha wewe. Sasa usije ukananiliwa, usije Mungu akakusaidia ukafika sehemu fulani, usije Mungu akakusaidia ukafika kwenye hatua nyingine ukamsahau yule mtu, lakini hekima mojawapo ya kukusaidia wewe kuendelea kuwatunza hao watu na kuendelea kumtukuza Mungu kupitia watu ni kwa njia ya kuwashukuru. Kila siku washukuru, unapopata nafasi ya kuwashukuru washukuru. Unaweza ukawashukuru wao binafsi, na pia labda unaweza ukawashukuru wa kutumia, hata pia unaweza ukawashukuru mbele za watu, kwa sababu always mtu anaposhukuriwa huwa anajisikia furaha, na ndio maana always Mungu anatutaka sisi tuwe watu wa shukrani. Anasema kwamba msijisumbue kwa neno lolote, bali katika kila neno kwa kusali na kuomba, anasema pamoja na kushukuru. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa shukrani kitu cha msingi ni sana neno asante. Asante linaweza likawa ni neno ambalo ni neno dogo, sawa. Mtu akisema kwamba asante, wakati mwingine huwa tunaitikia tu kama hali ya kawaida, lakini mtu anapokuambia asante ni neno ambalo linaonekana ni dogo, lakini kwa mpokeaji lina thamani kubwa sana. Ni sawa na mtu ukiwa umepewa chakula ukala, baada ya kushiba kile chakula ukaacha kusema asante. Sasa inampa shida yule ambaye ni mpishi au yule aliyekipika au yule aliyekupatia kile chakula, kwamba huyu mtu amekula hichi chakula, je, ameshiba au hajashiba? Ameridhika nacho au hajaridhika nacho? Ni ameona ni kibaya au ni kizuri? Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu unaposema asante, ina maana kwamba kama umekula, it means umesatisfy tayari, kwamba nimeshiba, asante, chakula kilikuwa ni kizuri. Lakini yule mtu usipomwambia asante, unamsababisha yule mtu kuweza kujisikia vibaya, unamwacha kwenye koma, kwa sababu atashindwa kuelewa kwamba je, hichi chakula kimemsaidia, hichi chakula kilikuwa ni kizuri au kilikuwa ni kibaya. Bwana Yesu asifiwe sana. Asako lazima ujitahidi sana kuwashukuru hao watu, lazima ujitahidi kuwashukuru, lakini pia unaendelea kuambia, endelea kuwashirikisha namna ambavyo unaendelea, kwamba nilikuwa kwenye hatua fulani, lakini sasa hivi namshukuru Mungu nimeingia hatua fulani. Kwa sababu unapoendelea kuwashirikisha ile hatua unaendelea nayo, inawapa kujua kwamba kumbe sisi tuna thamani kwa huyu mtu, mpaka anatushirikisha hivi, na maana kwamba kumbe kuna kitu tulifanya kwenye maisha yake ambacho mpaka leo bado anafanyaje, anakikumbuka. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo mshii Mungu azidi kukusaidia, lakini pia jitahidi mwana wa Mungu. Shukrani ni kitu cha msingi sana. Usije ukasahau kuwashukuru hao waliokusaidia, usije ukawasahau. Wakati mwingine Mungu akikubariki pia usiwasahau, wakumbuke. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa kuwa walikuwa tayari kutoa vitu vyao, walikuwa tayari kutoa muda wao, walikuwa tayari kutoa mali zao, walikuwa tayari kutoa kila kitu chao ili kukufanya uweze kufanikiwa. Kwa hiyo usije ukawasahau. Na ndio maana Mungu mwenyewe anawaambia wana wa Israeli, mtakapofika huko msije mkasahau mkasema kwamba ni nguvu zenu ndizo zilizowapatia hayo yote, kwamba ni nguvu zenu ndizo zilizowafikisha huko, lakini mtamkumbuka Bwana Mungu wenu. Bwana Yesu asifiwe sana. So kama Mungu ametumba kwa sura na mfano wake, uwe na hakika kwamba kama Mungu anawaambia wana wa Israeli kwamba msije mkasahau, ina maana kwamba na wewe kama usije ukasahau wale waliokusaidia, usije ukasahau kile ulichokifanya kwenye maisha yako, kwa sababu unaposhukuru ndipo unapoendelea kufungua milango ya baraka. Ni sawa sana sadaka unapoitoa kwa nia ya kumshukuru Mungu, kumwambia kwamba Mungu asante, kwa kuwa si mimi niliyejipatia hiki kitu, wala si uwezo wangu, wala sio nguvu zangu. Unapomshukuru Mungu pia na kumtolea sadaka, ile sadaka inakwenda kufungua milango mingine kwenye kile unachokifanya. Hasa na kwa watu
hivyo hivyo, unapowashukuru unazidi kufungua milango, unazidi kumpata moyo mtu wa kuendelea kukutanisha na watu wengine, lakini pia unazidi kujichumia baraka na milango pia kwa Mungu kufunguka. Kwa sababu gani? Mungu atakusaidia, kwa sababu atasema huyu mtu ana moyo wa shukrani. Kwa atazidi kufungua milango ambayo itakusaidia kuweza kukutana na watu ambao haukutarajia, utaweza kukutana na watu ambao haukutegemea. So Mungu huwa anawaachilia watu kwenye maisha yetu, lakini shida inakuja ni pale ambapo tunakosa hekima ya namna ya kuweza kuwatunza hao watu kuendelea kubaki kwenye maisha yetu. Mwambie Mungu akupe hekima, mwambie Mungu akusaidie, na usisahau kuwashukuru, usisahau kuwashukuru. Bwana Yesu asifiwe sana. Nikutakie neema ya Kristo na nguvu za Mungu zikapate kuwa juu yako. Mungu akusaidie na azidi kukusaidia zaidi. Kama usiwasahau watu waliokusaidia, jifunze kuwashukuru, lakini pia jifunze kuwaambia ni namna gani ambavyo unaendelea, ili waendelee kumtukuza Mungu kupitia maisha yako, lakini pia uendelee kuzichuma baraka kutoka kwa Mungu, na Mungu akubariki, akutunze. Nikutakie siku njema na jioni njema. Jina la Bwana akubariki. Amen.